Na mtazamaji wangu, asubuhi ya leo Rais Mama Samia Suluhu Hassan apatana na pigo jipya kutokana na maandamano mazito yanayozidi kuongozwa dhidi yake. Mtazamaji wangu, ni vema iwapoteza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na ni vema uweze kulike na kushare video zetu. Tunapenda sana kutoa shukrani za dhati kwa Watanzania wote ambao wako mstari wa mbele kupigania demokrasia, utawala wa sheria na haki za binadamu Tanzania. Shukrani za kipekee sana kwa dada wa taifa Mange Kimambi, dada yetu. Akaunti zako zitarudi, tunakupromise. Amen. Shukrani sana kwa dada Maria Sarungi. Shukrani sana kwa Sativa. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha hali halisi ya maandamano, hatua hii inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Maandamano hayo yaliweza kufanyika, idadi kubwa ya watu hao walioweza kuandamana na wale wanaozidi kukosoa kupitia mitandao ya kijamii wanazidi kushinikiza uhuru wake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Pia kwa njia moja ama nyingine, uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan uweze kufanyiwa marekebisho ya haraka kwa jambo ambalo litaweza kuleta manufaa katika Jamhuri ya Tanzania na sio kwa viongozi binafsi walioko ndani ya serikali hiyo. Mtazamaji wangu, haya yote kiendelea kufanyika, Rais Mama Samia Suluhu Hassan naye anazidi kukwama Ikulu kutokana na watu alioamini wameweza kumteua, hivi sasa wameweza kumkataa. Maswali yakiendelea kuulizwa dhidi yake kuhusiana na asilimia ya kura 98 alizoweza kupigiwa kipindi na wakati ambapo alipokuwa akiapishwa, alipoweza kudai kwamba kura zile alizoweza kuzipata ni za halali. Je, mbona hivi sasa hao walioweza kumpigia kura wameweza kumgeuka? Na mtazamaji wangu, hatua hii ndiyo hatua ambayo inazidi kuwapa watu wengi nguvu kuandamana kukosoa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake wa serikali ya awamu 7. Kwa njia moja ama nyingine, uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kuyomba pakubwa na hata kupoteza mwelekeo uliokuwa ukitarajia kwa njia moja ama nyingine wataweza kufanya na kuongoza kipindi na wakati ambapo wataweza kuingia afisini baada ya zoezi la uchaguzi mkuu. Kwanza kabisa, tunafahamu jinsi gani ambavyo serikali yake imeweza kupitia changamoto hata kabla ya mwezi mmoja ofisini. Tumeshuhudia jinsi ambavyo mataifa ya kigeni kumfungulia kesi nzito Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kina Mheshimiwa Jakaya Kikwete pamoja na viongozi wengine walioko katika chama cha CCM. Pia uongozi wake kukataliwa katika mataifa mengine ya Afrika. Sote tumeshuhudia jinsi gani ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kukataliwa na baadhi ya mataifa ya Afrika na hata kusababisha Deputy President yeye kuhudhuria baadhi ya mikutano ya hadhi za juu, jambo ambalo linazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo anazidi kupitia changamoto na kusalia kuwa peke yake kutokana na maamuzi aliyoweza kuyafanya, jambo ambalo tuliweza kushuhudia tarehe 9 uongozi wa serikali awamu 7 ukikiri na kudai kwamba swala la utekaji uliokuwa ukifanyika na watu wasioweza kujulikana iliweza kuwa ni maafisa wa polisi, kitengo walichoweza kukiunda Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kukabiliana na wale waliokuwa wakimpinga na kumkosoa kabla ya kipindi na wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Hivyo basi wameweza kuapa kusitisha swala la utekaji na sio watu wasioweza kujulikana, jambo ambalo Watanzania wengi waliweza kulifahamu kikundi ama watu waliokuwa wakihusika, ila kutokana na kunyimwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, jambo ambalo Watanzania wengi waliweza kuogopa kulizungumzia, ila uongozi ulioko madarakani umeweza kuzungumzia swala hilo. Vile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hatua ambayo iliweza kufuatia kutokana na maandamano tuliyoweza kuyashuhudia, hivi sasa wengi wanazidi kuulizia kuhusiana na uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, jambo ambalo
Rais Mama Samia Suluhu Hassan bado linazidi kumkaba kooni na kulazimika kujibu maswali ambayo wanachama wengine wa CCM akiwemo Mchungaji Josephat Gwajima kuendelea kueneza habari na kuomba uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole uweze kujulikana kwa haraka. Pia sio mwanachama pekee wa CCM bali hata chama pinzani, chama Chadema, akina Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa Mnyika, Mheshimiwa Tundu Lissu wanazidi kulaani swala la kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Sote tunafahamu kilichoweza kuchangia pakubwa kutekwa kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole ni uhamasishaji aliyokuwa akiufanya. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Humphrey Polepole alitanguliza kauli ya kwamba uongozi wa serikali ya awamu ya 6 wakati huo, hivi sasa ukiwa ni serikali ya awamu ya 7, utaweza kutumia nguvu yoyote ile kuingia madarakani, na ndipo ambapo wataweza kutafuta maridhiano, jambo ambalo Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kusiwa Tanzania kutupilia mbali maridhiano ya aina yoyote ile. Pia Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kufahamu siri nyingi ndani ya chama cha CCM, na ndipo ambapo aliweza kutanguliza kauli kwamba viongozi na wazee wakuu wa CCM hawakuwa tayari kwa bendera ya chama hicho cha CCM kupeperushwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine, bali iwapo angeweza kujiondoa afisini moja kwa moja, mambo yaliyoweza kutokea katika maandamano ya tarehe 29 yasingekuwepo katika historia ya uongozi wa chama cha CCM ukiwa madarakani. Zaidi ya watu maelfu waliweza kuuliwa, wengine kutoweka, na hata mbaya kabisa, baadhi ya familia zilizoweza kupoteza upendo wao katika maandamano yaliyoweza kupita. Kwa njia moja ama nyingine hawajaweza kupata upendo wao, jambo ambalo linazidi kuibua maswali mengi katika mitandao ya kijamii. Je, uongozi huu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, historia yake itaweza kuandikwa kwa aina gani? Atakuwa rais wa kwanza kwa historia mbaya ndani ya chama cha CCM, jambo ambalo Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kulizungumzia. Pia sote tunafahamu ni kipi ambacho Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa akikifanya zaidi. Alikuwa na uhamasishaji wa aina yake pekee, akidai kwamba Mtanzania yoyote yule ambaye angependa Jamhuri ya Tanzania iweze kusonga mbele asingeweza kumpigia kura Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani Mheshimiwa Humphrey Polepole alichoweza kukizungumza leo hii ndicho ambacho kinazidi kushuhudiwa. Jamaa na familia ya karibu yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupewa ngazi za juu katika serikali ya awamu ya 7. Na vipi kuhusiana na vijana Gen Z ambao hawana ajira na wameweza kusoma na hata kubobea katika nafasi hizo alizoweza kuwapa jamaa na familia yake ama watu wa familia yake wa karibu? Mtazamaji wangu, haya yote ndiyo ambayo Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa akizungumza hata kabla ya uchaguzi kufanyika, na baada ya uchaguzi kufanyika, yote aliyoweza kuzungumza leo hii yanaonekana kuwa mkweli. Sasa mtazamaji wangu, ni vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila muhimu kabisa ni vyema iwapo utaweza kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.